Tunao ushahidi wa kutosha wa uwezo wa kazi wa John Pombe Magufuli kwa kazi alizozifanya katika nchi nzima kwa miaka 20 aliyotumikia katika serikali. Tunao ushahidi wa kutosha wa ahadi zake zinavyotekelezwa kwa wakati na kwa heshima kubwa kwa wananchi. Nyinyi wananchi wenzangu wa Songea ni mashahidi kwamba alipokuja mwaka 2005 kutusaidia kuomba kura, nikiwa mgombea wa CCM, nilimuomba atusaidie barabara ya Kilimo Mseto Matogoro ipate kiwango cha lami. Akatuahidi kwamba atafanya. Amefanya? Hajafanya? Amefanya? Hajafanya? CCM oye! Kwa nataka kuwaambia bila kigugumizi, tunahitaji rais mwenye uwezo wa kufanya kazi. Tunahitaji rais mwenye kutimiza ahadi zake. Tunahitaji rais mwenye mapenzi na wananchi wake. Tunahitaji rais aliyejitolea na yuko tayari kutumikia. Na huyu ni John Pombe Magufuli. Mbeya ni moja ya majiji makubwa yaliyoko kusini magharibi mwa Tanzania. Wakati wa utawala wa Uingereza, Mbeya ilikuwa kituo muhimu cha kiutawala na biashara katika nyanda za juu kusini. Na baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961, eneo la Mbeya liliendelea kutanuka na kuwa makao makuu ya mkoa wa Mbeya. Katika makala hii tutamwangazia kiongozi mashuhuri aliyotoka katika jiji la Mbeya na kuacha alama katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, nawashukuru kwa heshima mlionipa ya kuwatumikia kwa miaka 10. La pili, tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 4 ya Jakaya Mrisho Kikwete kwa mambo mazuri kwa manispaa yetu ya Songea. Dr. Emmanuel John Nchimbi ni mmoja wa viongozi wa kongwe na wenye uzoefu mkubwa katika siasa za Tanzania. Kwa zaidi ya miongo miwili, amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amezaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1971 huko jijini Mbeya. Elimu yake ya msingi alipata katika shule ya msingi Oysterbay kabla kuendelea na masomo yake ya sekondari katika shule za Urusangu na baadaye Forest Hill Secondary School. Baada ya hapo alijiunga na chuo cha IDM Mzumbe, kwa sasa ni Mzumbe University, ambako amesomea utawala wa umma. Aliendelea na masomo ya juu na kupata shahada ya uzamili katika benki ya fedha pamoja na shahada ya uzamivu, yaani PhD. Wahenga wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Safari yake ya kisiasa ilianza mapema mwaka 1997 alipoteuliwa kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM. Mwaka 1988 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM, yani UVCCM, nafasi iliyompa umaarufu mkubwa ndani ya chama na kumjenga msingi wa uongozi wa kitaifa. Kabla ya kuingia bungeni, Dr. Nchimbi alifanya kazi katika Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira ZEMC, na baadaye akateuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Bunda kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2005. Utendaji wake katika nafasi hii ulimfungulia njia ya kuingia katika siasa za uchaguzi. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Hili limeonekana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2005. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Songea mjini. Akiwa bungeni aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo, naibu waziri wa kazi, ajira, maendeleo na vijana, na baadaye waziri wa habari, utamaduni, michezo na vijana. Nimekuja hapa leo kuomba mkubali nipumzike. Nimewatumikieni miaka 10. Sasa naomba mkubali kwamba sasa miaka 10 toshe.
Tamko hilo la Dr. Nchimbi likazua simanzi kwa baadhi ya wananchi na wanachama wa CCM hapa Songea, huku wengine wakishindwa kujizuia na kujikuta wakimwaga machozi. Katika maelezo yao, wanachama hawa wanasema kuachia ngazi kwa Dr. Nchimbi kutogombea tena katika jimbo hilo kunatoa fursa kubwa kwa vyama vya upinzani kuchukua jimbo hilo, hali ambayo hawakubaliani nayo. Akishatoka jimbo letu la Songea, lazima sisi tutachukuliwa na nani? Na wapinzani. Kata nyingi sana zimechukuliwa na wapinzani. Na Mbuga hata sasa hivi anaondoka anaenda kwa wilaya ya Nyasa. Hivi nani wilaya ya Nyasa wenzetu watoka katika hali gani? Na sisi sasa hivi hapa mbunge Nchimbi anatuacha katika hali gani? Ametoza kwenye hali ya utete kabisa. Mpaka sasa hivi tunaona uchungu kabisa, wilaya ya Songea itadidimia, itakuwa kwenye matope. Mpaka sasa hivi tunaumia sana. Napiga magoti kwa mheshimiwa mbunge, tafadhali. Sisi tuko makini, tunamwangalia mheshimiwa mbunge. Tunaona kiza mitanda mbele, hatujui la kufanya. Mheshimiwa ametupatia njia panda. Hata hivyo, wanachama hao wakamwomba mbunge huyo kutengua msimamo wake na kumtaka arejee tena kugombea jimbo la Songea mjini. Jibu la Dr. Nchimbi ikawa anaenda kufikiria. Kubadilika siku moja ngumu. Kubadilika siku moja. Sasa naomba mnipe muda nikalifanyie kazi kidogo. Mwaka 2010 aliteuliwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, moja ya wizara nyeti zaidi nchini. Baada ya kipindi chake serikalini, Dr. Nchimbi alihudumu katika sekta ya diplomasia kama balozi wa Tanzania nchini Brazil na baadaye nchini Misri. Uzoefu huu ulimwezesha kuwakilisha Tanzania katika masuala ya kimataifa na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa hayo. Safari yake ya uongozi iliendelea kung'ara zaidi nchini Tanzania. Mnamo mwezi Januari 2024 alirejea katika siasa za chama na kuteuliwa kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, nafasi muhimu inayohusika na uendeshaji wa shughuli za kila siku za chama tawala. Uteuzi wake ulitafsiriwa na wengi kama kurejea kwa mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa katika uongozi wa chama na serikali. Hakika ni kweli, uongozi mzuri ni ule unaoacha alama. Dr. Emmanuel Nchimbi ameacha alama katika historia ya siasa za Tanzania kupitia uongozi wake katika UVCCM, ubunge, uwaziri, diplomasia na uongozi wa chama. Historia yake inaonyesha safari ya kiongozi aliyepitia ngazi mbalimbali za utumishi wa umma na kuendelea kwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Mwaka 2025, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipendekeza Dr. Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa urais kupitia CCM katika uchaguzi mkuu. Pendekezo hilo lilipitishwa na chama, na baada ya ushindi wa tiketi hiyo katika uchaguzi, Dr. Nchimbi akaapishwa kuwa makamu wa rais wa Tanzania tarehe 3 Novemba 2025. Kwa mujibu wa katiba, makamu wa rais ndiye kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini baada ya rais, na ndiye wa kwanza katika mstari wa urithi wa urais iwapo nafasi ya urais ikiwa wazi, na huyo ndiye Dr. Emmanuel John Nchimbi. Hasira ni tindikali, inafanya madhara makubwa kwenye sehemu inakotunzwa kuliko inakomwagiwa.